Taarifa njema ni kuwa mwamuzi ambaye anakwenda kuchezesha mchezo wa wananchi kwa maana ya klabu ya Yanga dhidi ya JS Kabylie siku ya Jumapili kwenye dimba la New Amani Complex, tayari jina lake tunalo. Ni mwamuzi ambaye hivi majuzi aliweza kuitikisa Afrika nzima, na kama sio dunia basi iliweza kutikisika kutokana na maamuzi yake ambayo aliyafanya. Ni mwamuzi gani huyo? Tuna taarifa zake za kutosha. Mimi Alois Sagara pamoja na mwenzangu Hassan Saddam tutakupitisha kwenye michezo mikubwa ambayo mwamuzi huyo amewahi kuisimamia, lakini pia wananchi wenyewe si mara ya kwanza wanakutana naye tena. Hii itakuwa ni mara ya pili mwamuzi huyo kuwachezesha Yanga Sports Club, na wakati huu ni New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mara ya kwanza ilikuwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini taarifa njema zaidi ya kukujuza ni kuwa hivi sasa ruta za Yasi za 5G zimeweza kuja na jambo jingine jipya bwana. Unaweza kununua ruta ya Yasi kwa 2,500 kwa maana 2,50,000, lakini sasa unaweza kujichagulia package ambayo unahitaji au kifurushi ambacho unakihitaji kulingana na matumizi yako. Kuna kifurushi cha shilingi 70,000, lakini kuna kifurushi cha 100,000 na vifurushi vingine vinaendelea huko mbele kulingana na mahitaji yako. Kwa mfano, ukienda kununua ruta ya Yasi ya 5G hivi sasa utaenda kulipia 2,500,000. Ukichagua kifurushi cha mwezi kwa mfano cha 70,000 utapaswa kulipia 3,20,000. Hiyo ndio inakuwa bei halisi ambayo itakuwezesha wewe kujipatia ruta safi ya Yasi, lakini pia ambayo ina kifurushi cha mwezi mmoja ambacho utakilipia kwa shilingi 70,000. Lakini pia kifurushi cha 100,000 kwa mfano unalipia ruta ya Yasi ya 5G kwa shilingi 2,500,000, alafu utaweza kununua kifurushi cha 100,000. Hapo sasa ni kulingana na matumizi yako. Hapo utapaswa kulipia 3,500,000 na kuondoka na ruta yako yenye kasi ya 5G kutoka Yasi. Hassan Saddam, kuna taarifa njema. Saizi ukinunua ruta za 5G za Yasi kwa mfano, ruta inauzwa 2,500,000. Wewe unahitaji kuunga bando la mwezi ambalo ni 70,000 kulingana na matumizi yako. Mimi nakufahamu vizuri, 70,000 wewe inakutosha kabisa. Sasa ukilipia 70,000 unapaswa ulipie pesa ya jumla ambayo ni 3,20,000. Ukikamilisha hilo basi unachukua ruta yako unaenda kuenjoy nyumbani. Ndio maana akasema kwenye vile vitu vitatu vya msingi ongeza na internet. Jambo la maana kabisa hilo. Hapo unakuwa umemaliza. Lakini Hassan Saddam, ngoja kwanza tuwajuzi watazamaji taarifa kubwa ambayo imetuleta mimi na wewe kuketi hapa, inayowahusu wananchi kuelekea mchezo wao wa siku ya Jumapili dhidi ya JS Kabylie. Mwamuzi wa kati ni raia wa Kongo anaitwa Jean-Jacques Ndala, ndiye aliyekabidhiwa mchezo wa Yanga dhidi ya JS Kabylie. Mwamuzi ambaye ana profile kubwa zaidi barani Afrika, maana tangu mwaka 2013 ana beji ya FIFA na ameanza kulitumikia soka la Afrika kwa muda mrefu zaidi. Ukitazama kuanzia 2013 hivi tunavyozungumza hii leo ni 2026, takriban miaka 13 hivi ya uzoefu anayo Jacques Ndala, ambaye ni mwamuzi anayeaminiwa zaidi na shirikisho la soka barani Afrika. Lakini pia kuna michezo mbalimbali ambayo amewahi kuisimamia na yenye pressure kubwa. Hivyo mchezo wa Yanga dhidi ya JS Kabylie utakuwa ni mchezo ambao kwake ni mchezo wa kawaida kabisa, na taarifa kubwa kabisa ambayo tumeipata kuhusiana na Jacques Ndala ni kutokana na uwezo wake wa kuhimili michezo ambayo inakuwa na pressure kubwa. Hivyo mchezo wa Jumapili wananchi msiwe na mashaka kabisa na mwamuzi huyu Jean-Jacques Ndala, raia wa DR Congo. Ndio ukimtazama kwanza yeye profile yake tayari ana finali 3 za Afrika kubwa. Kwanza ni AFCON ya mwaka 2025 ambayo imemalizika tujuzi mwezi huu wa kwanza nafikiri. Yes, ambaye alichezesha Senegal dhidi ya Morocco. Mbonge la mechi unaweza kusema ilikuwa ni mechi kali, ilikuwa na ushindani mkubwa, pressure kuanzia nje ndani, lakini aliweza kuimudu hatimaye mpaka mwisho na akamaliza salama. Na bingwa akapatikana. Alisimama bana kwenye finali ambayo ya Super Cup ambayo ya mwaka huu kati ya Pyramid na RS Berkane. Hii ni Super Cup ambayo inawakutanisha mshindi wa Confederation Cup na mshindi wa Club Bingwa barani Afrika. Alisimama katikati kuamua maamuzi sahihi na alichezesha finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2023 ikiwa ni mechi ya pili ya huyu Yanga ambaye anaenda kumchezesha dhidi ya JS Kabylie. Ilikuwa ni dhidi ya USMA ambayo mechi ya kwanza ilichezwa Benjamin Mkapa, ambaye alikuja alisimama katikati na Yanga
alipoteza kwa goli 2-1 kama kwenye mechi ya kwanza. Na raundi hii sasa tena wanaye, lakini ukizungumza kuna mechi nyingine amechezesha hii AFCON, amechezesha hatua ya makundi. Tanzania tumekutana naye katika mechi ya Tanzania dhidi ya Tunisia, alisimama katikati, alichezesha mechi ya Simba pia dhidi ya Stellenbosch nusu finali msimu jana kombe la shirikisho, alikuwa yeye amesimama katikati, na kuna bao ambalo lilikuwa linaleta utata hivi, lakini mwamba Jean-Jacques Ndala aliweka kati na mnyama akawa amemaliza shughuli yake. Ndio maana nikasema pale visiwani Zanzibar tayari ashafika, alifika. Ni mwenyeji, kwa hiyo sio mgeni, kiwanja kile kila anakifahamu. Hamna tofauti, na ukitazama mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie hamna uzito kutokana na mechi ambazo amechezesha zenye pressure ya hali ya juu, kiachana kuwa ni miongoni mwa waamuzi bora barani Afrika kwa sasa ambao wanatumainiwa na CAF kwenye mechi ambazo zinahitaji maamuzi, kwa sababu hii mechi inahitaji maamuzi upande wa Yanga. Kwa hiyo alihitajika mtu ambaye anaweza kaendana na pressure ya Yanga wakati wanahitaji matokeo, kuhakikisha anaweza kuzitafsiri sheria pasina unaweza kusema acha upendeleo, labda kutikiswa na baadhi ya maamuzi. Anaweza kufanya maamuzi labda kijiji cha wachezaji ikaja kumlalamikia, labda hapo sio sawa. Kwa hiyo kukutana maamuzi ambaye ni legelege, unaweza akatisha akafanya maamuzi ambayo sio sahihi, akafanya maamuzi ambayo anaweza kumtoa mchezoni. Lakini baada ya experience alionayo, tumesema miaka 13 yupo kazini kuanzia 2013 mpaka leo, na tunavyozungumza tayari ni miongoni mwa waamuzi ambao kwenye listi la kombe la dunia mwaka 2020 watakao kwenda kuchezesha yupo kwenye list. Sasa sijajua atakuwa upande gani au katikati wa wapi, lakini yupo tayari kwenye list ya waamuzi ambao watakuwepo kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Bado alikuwepo katika FIFA World Cup mwaka 2025 mwaka jana, ambayo ilichezeshwa ilikuwa Marekani, na alikuwa ana assignment nyingine. Ukiwa mwamuzi sio lazima uchezeshe katikati, kuna kazi nyingine. Kwa hiyo naye alikuwepo kwenye, baada alikuwa kwenye under 20 ya FIFA World Cup qualification. Baada alikuwepo. Kwa ukiangalia profile ya Bundala imeshiba. Kwa hiyo ina maana hata mechi ya kesho ya Jumapili ni kuhakikisha anafanya maamuzi yaliyo sahihi. Kumbuka huwa napenda tu kuzungumza kwamba muamuzi akiwa mbaya au muamuzi akifanya maamuzi yasiyo sahihi anaharibu ladha ya mchezo. Tunamzungumza Tomo hapa kwenye mechi yake ya Yanga dhidi ya FAR Rabat, kama unakumbuka, nikakwambia kwa sababu Tomo anafanya maamuzi sahihi, raia wa South Africa huyu atafanya mechi iwe nzuri, lakini akifanya mechi iwe mbaya kwa vipenga vingi, una muda mwingi, kila muda kipenga, kila muda kadi na nini, huwa inaharibu ladha ya mchezo ambao tunatarajia kutazama. Nimemsoma vizuri na kumfuatilia. Ukiachana na kusoma tu, kumfahamu kiundani zaidi, nimewahi kumshuhudia pia akichezesha. Sio mwamuzi ambaye yeye anapendelea zaidi vipenga, hata kama inatokea ile foul, tunasema ni zile foul fulani hivi za kawaida, foul nyepesi, huwa apulizi vipenga, tofauti na waamuzi wengine. Foul contact ndogo tu ya mchezoni anapuliza kipenga, ile pia inapunguza ladha ya mchezo. Kwake yeye sio mwamuzi wa aina hiyo. Yeye anaacha mechi ipigwe, anaacha watu waonyeshe ufundi wao. Lakini pia kwenye kutoa kadi ya njano, sio mtu ambaye atakurupuka tu kutoa kadi ya njano. Ni mtu ambaye atazungumza zaidi na wachezaji, atatumia mdomo wake kuzungumza na wachezaji kuliko kutumia kadi ya manjano kuwaonya wachezaji. Endapo mchezaji atafanya tukio la kujirudia au mara kwa mara, ndio hapo atalazimika kutumia kadi yake ya manjano kwa ajili ya kumuonya. Lakini ni mzuri sana kwenye kuzungumza. Mchezo wa Yanga dhidi ya JS Kabylie siku ya Jumapili ni mchezo ambao umeshika hatima ya klabu ya Yanga, kwamba Yanga wanahitaji wapate matokeo. Na ukitazamia vilabu vingi vya ukanda wa UNAF, kwa maana ya Afrika Kaskazini kule, Misri, Morocco, Algeria, Tunisia, vimekuwa na kaliba. Vinapokuja kucheza ugenini, vinajua vinakuja kutafuta alama moja au vinataka ushindi, wao vinajaribu kuslow down tempo ya mchezo. Kama wakishapata bao la utangulizi, basi unaona mwamuzi nani mchezaji anajidondosha kiwanjani, akiguswa kidogo analala chini dakika 3, golikipa akijirusha kidogo ameenda chini dakika 5 anatibiwa. Hiyo yote anajaribu kuslow down tempo ya mchezo ili mpinzani asiwe na rhythm nzuri ya kuwashambulia mara kwa mara. Sasa yeye Jean-Jacques Ndala anafahamu jinsi ya kucheza nao. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa Jumapili, mimi binafsi sina mashaka naye, kama nilivyokuwa sina mashaka kwa Tom, yule mwamuzi aliyechezesha mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat. Niliwaeleza watu hapa nikasema ni mwamuzi mzuri, na licha kwamba Yanga alipoteza tena kwa dakika za jioni, dakika ya 84 ya mchezo, hakuna malalamiko yoyote ambayo niliweza kuyasikia kutoka kwa mashabiki wa Yanga au hata wale wa FAR Rabat. Unajua kwenye mitandao hii ya kijamii ukiingia, wanaandika Kiarabu, kama uelewi basi unaweza ukatranslate ile ukafahamu mtu aliandika ujumbe gani. Wengi walikuwa wamefurahishwa na mwamuzi jinsi aliweza kumanage ule mchezo. Sasa hata huyu Ndala pia mimi sina mashaka naye, kwa sababu ni watu ambao wanaaminiwa. Yani ukitaja listi
ya waamuzi watano bora barani Afrika, uwezo ukaliacha jina la Jean-Jacques Ndala, raia wa DR Congo, ambaye amekabidhiwa mechi dume kweli kweli ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. Pengine nikisema mechi dume, kuna watu wasema mechi dume wakati JS Kabylie tayari shughuli yake imeisha. Ni mechi dume kwa sababu Yanga anahitaji ushindi, na si ushindi tu, ushindi ambao una idadi fulani ya mabao ili kuleta hali ya utulivu na matumaini makubwa kwa safari ya Yanga kwenda hatua ya robo finali. Nilikuwa natazamia, ukiangalia walipotoa ile list ya waamuzi, wakamtoa Bondalo, unaona kila mtu ana mashaka naye, tayari wamemtem kwenye ile la Dan Maheda ambayo akitajwa tu Tanzania hii watu wengi akitajwa tu unasikia watu wengi wanaanza kuwa na doubt kutoka Mauritania. Hata huyu naye ukimtazama naye tayari watu wengi wana doubt zake kutokana na alichokifanya kwenye finali ya Senegal ya AFCON. Na ukizungumza sio mchoyo wa swala la kadi, naweza nikasema sio mchoyo, unapotenda kosa lazima kuruadi kwa kukupa kadi ya njano. Ukio mkorofi mara kwa mara. Kwa ukimzungumzia ni mwepesi sana wa kutoa kadi. Ukitazama scenario za penalties nyingi, kuna penalty ukiangalia kama AFCON pekee yake ndo ametoa penalty 3 kwenye finali nzima za AFCON, ambayo ni kuanzia group stage mpaka finali. Kwa ukizungumza swala la penalty naye sio mchoyo, kwa swala itakapotokea faula ambayo inahitaji penalty kwenye box lazima atawaruadi penalty. Kwa hiyo vitu vingine wachezaji wa Yanga nao wanatakiwa wawe makini navyo. Tumeshampunguza Damaro Kamara ambaye naye asingenusurika. Siamini kama angenusurika kwa uchezaji wake. Kwa nini unamwombea mabaya Damaro? Simwombei mabaya, nazungumza tu kutokana kwamba nimezoea kumuona anavyofuata mpira kwa nguvu sana. Siamini kama mwamuzi angekuonya mara ya kwanza, mara ya pili inayofuata ni kadi. Kwa hiyo ina maana kadi inaweza ikatoka. Na mtazamia Baka, kuna kitu kingine anatakiwa kiongeze Hamadi Baka katika nidhamu yake ya ulinzi, kwa sababu mwamuzi anayecheza naye tayari alimpa kadi ya njano kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Tunisia kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho anatakiwa aendelee kuongeza nidhamu, kwa sababu nafikiri hata mwamuzi naye anaweza kufanya follow up ya wachezaji anaoenda kuwachezesha ni wachezaji wa aina gani, wanafanya nini, ili ahakikishe kwamba wakati anaenda kutenda kazi yake aitende kwa usahihi. Kwa hiyo miongoni mwa ile wakati kwenye ile hali ya kutenda kazi yake kwa usahihi, vitu vya msingi, kuna baadhi ya wachezaji wanabidi wajiangalie zaidi katika uchezaji wao. Kumbuka anayecheza naye akikupa kadi ya njano tayari amekupunguza kasi. Ukicheza tena vibao unaweza kupata kadi nyekundu, ambayo ile kadi unaweza kusema ni ya kwako lakini inaigharimu timu. Kwa ina maana mwamuzi unacheza naye sio mchoyo kwenye swala la kadi, anatoa kadi, tumemtazama penalty anazitoa. Endapo matokeo unaweza kusema labda hii ni penalty. Unajua watu siku hizo wamesema kuna physical contact labda ya kawaida kwenye box, anasema hii isingefaa kuwa penalty, lakini anapoamua kutafsiri sheria 17 yeye hatojali ile contact ni aina gani. Kama itakuwa inahitaji penalty atatenga mkwaju wa penalty, ambao tayari inakuwa ni hasara kwa timu ambao mnacheza nayo. Kama ni JS Kabylie inawezekana ni hasara, lakini kwa upande wa Yanga nako inakuwa ni hasara. Kwa hiyo kwa hiyo inabidi wachezaji nao waongeze umakini, kwa sababu anayecheza naye ni makini, kwa sababu anafika kwenye matukio kwa uwepesi. Kama umeweza kumshuhudia, ni matukio machache ambayo imekuwa ngumu yeye kuyangamua, kwa sababu muda mwingi anakuwa ambako kuna mpira na yeye yupo ili kuhakikisha na tafsiri sheria 17 za mpira. Tumemzungumzia Damaro ila anakosekana. Huyu hatakuwepo, lakini tumemtolea kama mfano endapo angekuwepo. Ni mchezaji ambaye ingekuwa vigumu sana kunusurika kutokana na matumizi yake ya nguvu kwenye zake za kutaka kurejesha mpira kwenye miliki yake. Sasa mchezaji ambaye anapaswa kuwa makini sana ni mlinzi wa klabu ya Yanga, Ibrahim Baka. Asilete ule ujanja wake. Unajua kuna baadhi ya madhambi ambao Baka anayafanya kiujanja na kuwaada waamuzi kwamba ilikuwa ni fair contact au ilikuwa ni tukio ambalo alichukua mpira kwa njia ambayo ni sahihi kabisa. Sasa kwa mwamuzi kama Jean-Jacques Ndala, ni mwamuzi ambaye ana umakini mkubwa, ana uzoefu mkubwa sana, anafahamu wachezaji kama Ibrahim Baka amewahi kukutana nao kwenye level tofauti za mashindano. Kwa hiyo Baka anapaswa kuongeza umakini hapo. Endapo akileta janja zake kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie ambao Yanga anahitaji matokeo, tena matokeo ya magoli mawili na kuendelea, unapaswa kuwa mchezoni muda wote na kufanya matukio ambayo yatakuwa hayamlazimishi mwamuzi kutumia kadi au kuwaonya kwa kutumia kadi ya njano au hata nyekundu. Asiti kufanya hivyo na ni mwamuzi ambaye anajua kufanya maamuzi ambayo ni sahihi zaidi. Ukiachana na dosari ambazo zilijitokeza kwenye mchezo wa finali ya AFCON Morocco dhidi ya Senegali, mimi nasema ile sasa ilikuwa imeshafika kwenye peak. Yani ile mechi ya Morocco alimanage vizuri, ila kuna baadhi tu ya moment ambazo zilitokea zikageuza meza. Watu wakamuona ni mwamuzi ambaye tunaogopa kutumia ile neno, ni mwamuzi ambaye hafai na ni mwamuzi ambaye ni wa daraja la chini na kustahili kupewa ile finali. Lakini hapana, mimi nasema ile finali tayari watu washapata joto. Kuna mwamuzi aliyefanya kwa upande wa Morocco
akatoa penalti baada ya Brahim Diaz kufanywa madhambi. Alafu upande wa pili tukio kama lile akashindwa kutoa kwa maana ya Senegal, ndio pale wachezaji walipocharuka na kuanza kumvaga mwamuzi pale kati kiwanjani. Lakini ni mwamuzi ambaye kwa dakika nyingi sana alikuwa amefanyaje, amemanage mchezo vizuri. Na unasema kwenye mchezo ule alitoa kadi karibia 6 mpaka 7, ni kwa sababu wachezaji wengi walienda kumzonga pale, wengi aliweza kuonyesha kadi za manjano. Kwa hiyo ikawa ni rahisi yeye kuonekana kwamba ni mwamuzi ambaye ule mchezo ulimshinda, lakini kiuhalisia mpaka anapewa mechi ya finali ya AFCON, mechi ambayo inatazamwa na dunia. Mpaka rais wa FIFA alikuwepo pale, rais wa CAF alikuwepo, na maana dunia nzima ilikuwa inatazama ule mchezo. CAF alijiridhisha kwamba huyu tunaweza kumpatia huu mchezo akaumanage vizuri na asituaibishe. Maana rais wa FIFA anaweza kafika pale, kuna matukio yako yanashuhudia kiwanjani kusema huu ndio mpira wa Afrika, lakini kwa scenario ambayo ilitokea pale zinatokea hata mataifa mengine. Tunashuhudia kwamba mwamuzi amekosea, kuna mahali hakuwa fair, ikatokea upande wa pili akaamua kuwa unfair, watu wanaanza kumvagana kumzonga ili kufanya kumkumbusha majukumu yake na kuziheshimu zile sheria 17 za soka. Mimi nishasema waamuzi sio kwamba Hassan hawafahamu kwamba sheria 17 zinahusiana na nini na zinapaswa kutumikaje kiwanjani kuwa applied. Wanafahamu vizuri, ila kinachotokea kwa waamuzi wengi huwa wanashindwa kuziheshimu na kuzisimamia. Zipo, lakini unaziheshimu vipi? Sasa ile kutokutaka kuziheshimu ndio inatokea wanakiuka na kutenda kinyume na sheria 17 zinavyoelekeza. Hofu yangu ni kwamba kwa Jessica Bileo unaweza kaamua kuslow mchezo. Watakapo slow mchezo chini, kumbuka Yanga tempo yao kila dakika inavyosogea ya Yanga kwenye mchezo wanahitaji matokeo. Kwa wakati wanahitaji matokeo, naamini Jessica Bileo itakuwa ni timu ya pili akimwacha Yanga acheze na mpira. Na tumezungumza ukanda wa UNAF, wengi wao wanajua sana kupoteza muda, kupoteza dakika 10 kupoteza wala hata dakika 5. Yaani kwenye zile dakika wakiwa kupoteza dakika 5 za kwenye dakika 15 wakapoteza 5 kipindi the same, yani wakana kufanyia kila kwenye ile dakika 15 wanapoteza dakika 5 mpaka 10. Inawezekana mchezaji mmoja kulala, labda golikipa naye kupoteza dakika zake. Yani kwa vilabu vingi kutoka ukanda wa UNAF kwenye zile dakika 90 kama ikiwa na jambo lao kwenye dakika 90 utashangaza imechezwa dakika 70, ila kiuhalisia dakika 20 hizi zilikuwa zinapotezwa kwa wachezaji kulalala chini. Kwa hofu yangu ndio hiyo kwamba kumbuka Yanga wanahitaji matokeo. Kila muda unapokuwa unasogea kabla hujapata matokeo, pressure ya mchezo inazidi kufanyaje kuongezeka, na pressure inapoongezeka ndio ile inakuja kusababisha kufanya fouls, kupata kadi za njano. Kwa hiyo nayo ni umakini kwamba Yanga ukichelewa kupata matokeo tukaona kadi nyingi zikipatikana, kutokana kwamba kila mchezaji joto lake ni kali kwa ajili ya kuhitaji matokeo. Kwa hiyo ina maana Jessica Bileo nao kiamua sasa wanakuja kuwa timu ya pili, wakaamua kulala kiwanjani, wakaamua kupoteza muda, tutarajie kuona kadi nyingi. Kwa hiyo ina maana nidhamu inatakiwa iongezeke. Pedro kuna kitu anabidi aongee na wachezaji wake. Kumbuka kila muda unaposogea joto ndilo linaongezeka kwa upande wa Yanga kama hawajapata matokeo. Lakini kama wamepata matokeo wanayohitaji, siamini kama tunaweza tukaenda mbali au tukazungumza mengi kuhusu muamuzi wa mchezo. Kwa maneno yako Hasani, ni kwamba Mwalimu Pedro hivi sasa anapaswa kuwajenga zaidi wachezaji wake kisaikolojia, pengine kuliko hata kimbinu, kwa sababu huu mchezo kama ulivyosema, kwa aina ya muamuzi ambaye anaenda kuwachezesha sio mtoaji wa kadi hivyo, lakini inapobidi anafanya hivyo. Aende kuzungumza nao kwanza, wajenge kisaikolojia wachezaji wake jinsi ya kufanya reaction kiwanjani. Neno la mwisho kwa Ibrahim Baka. Damaro hatakuwepo. Ibrahim Baka. Mimi sio Hamad Baka, mimi ni timu nzima. Kwa sababu gani? Kwa nini nimekwambia timu nzima? Kila dakika itakapokuwa inasogea ya mchezo, kama hawajapata matokeo wanayohitaji, pressure inaongezeka. Kwa mtu yote anaweza kufanya maamuzi yoyote ambayo inaweza kumpelekea kadi ya njano au kadi nyekundu. Kwa hiyo nidhamu inabidi iongezeke zaidi kwenye mchezo huo, kwa sababu ni mchezo ambao una pressure. Huyo ni Hassan Sadamu anamaliza kwa kusema kwamba nidhamu kwa wachezaji wa Yanga inabidi iwe juu zaidi, kwa sababu mchezo wao wa siku ya Jumapili ni mchezo wenye pressure kubwa. Yanga wanahitaji matokeo, lakini Jessica Bileo hana cha kupoteza, na kutokuwa na cha kupoteza haimaanishi kuwa ataenda kumpatia Yanga mchezo mwepesi. La hasha, mchezo utakuwa dume kweli kweli. Jina langu ni Alois Sagara, nilikuwa na Hassan Sadamu, nyuma kamera ni Mr. Pako akishirikiana kwa karibu zaidi na Mr. Alpha. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.